Figo ni moja ya kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu, na kiungo hiki mara nyingi huweza kuasiliwa taratibu na vyakula ambavyo tunavitumia kila siku. Licha pia kinaweza kikatunzwa pia na vyakula ambavyo tunavitumia kila siku. Katika siku leo tunakuletea vyakula kadhaa ambavyo vimekuwa vikichangia kuharibu figo kwa kiwango kikubwa, na mwishowe utaweza kujua jinsi gani ambavyo unaweza kutunza figo zako. Siku leo tuko na Daktari Lenny Komba. Kama ulikuwa bado hujajiunga nasi, bonyeza alama subscribe, ngele pembeni yake utakuwa umejiunga nasi. Aina ya kwanza ya chakula ni matumizi makubwa ya chumvi. Matumizi makubwa ya chumvi huweza kuathiri moja kwa moja figo, kwani figo ni moja ya kiungo ambacho kinatumika kudhibiti shinikizo la juu la damu, na chumvi huongeza hatari ya kupata shinikizo la juu la damu. Kwa tunashauri tumie chumvi kwa kiasi, kwani unaweza kupata shinikizo la juu la damu na moja kwa moja kaathiri figo zako. Pili ni vyakula vyenye sukari nyingi. Vyakula vyenye sukari nyingi ikiwemo juisi za viwandani, lakini pia matunda au vyakula ambavyo kama soda. Vyakula hivi huongeza hatari ya kupata kisukari, jambo ambalo huweza kuathiri figo moja kwa moja, na tunajua adui namba moja wa figo ni kisukari. Kwa ukiwa na kisukari ni rahisi sana kupata changamoto ya kufeli kwa figo kwa haraka. Kwa tunashauri punguza matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi. Tatu ni matumizi ya vyakula vyenye mafuta yanayoganda, kwa mfano nyama nyekundu kwa kiwango kikubwa, kwani hali hii huweza kuathiri moja kwa moja figo na kupelekea changamoto mbalimbali kwenye figo, ikiwemo mawe kwenye figo tunaita kidney stones, lakini pia huweza kupelekea changamoto ya mishipa ya damu ambayo inapeleka damu kwenye figo kupata changamoto, ikiwemo kupungua kipenyo, hali ambayo inaweza kupelekea ongezeko la shinikizo la juu la damu, lakini pia kuharakisha changamoto ya kufeli kwa figo. Nne ni matumizi ya vyakula vyenye protini nyingi kwa kiwango kikubwa. Protini nyingi kwa kiwango kikubwa huweza kupelekea changamoto katika uchujaji wa taka mwilini katika maeneo ya nefu za figo. Kwa tunashauri tumia protini kwa kiasi. Kila chakula ambacho unakula kiwe kimebalance, yani kiwe kimekuwa katika mgawanyo au uwiano ambao unatakiwa. Yaani vyakula vyako vitumike katika viwe vimegawanya katika wanga, protini, madini, vitamini pamoja na maji. Kitu kingine ni matumizi ya processed foods, yaani vyakula vya viwandani kwa kiwango kikubwa. Vyakula hivi moja kwa moja vimekuwa vina kemikali ambazo zinaathiri moja kwa moja utendaji kazi wa figo. Kwa tunashauri punguza matumizi ya vyakula vilivyosindikwa, vyakula vya viwandani, kwani vina kemikali ambayo moja kwa moja inaathiri figo zako. Tumia vyakula hivi kwa kiasi fulani. Kingine ni punguza matumizi ya pombe kupita kiasi. Matumizi ya pombe kupita kiasi yamekuwa yakiathiri moja kwa moja utendaji kazi wa figo, jambo ambalo limekuwa likileta athari hasi katika ufanyikazi wa figo, na limekuwa likiongeza uwezekano wa watu kupata changamoto ya kufeli kwa figo katika siku za usoni katika maisha yao. Kwa tunashauri punguza hatari, punguza matumizi ya pombe kwa kiwango kikubwa. Cha mwisho katika siku ya leo ni punguza matumizi ya vinywaji vyenye kafeini, kwani chakula hiki pia kimekuwa kiongeza moja kwa moja hatari ya kufeli kwa figo. Kwa tunashauri punguza matumizi ya vyakula kama kahawa na vingine vyote vyenye kafeini, kwani moja kwa moja vimekuwa vikiathiri utendaji kazi wa figo. Hivi vilikuwa ni vyakula ambavyo vimekuwa vikiathiri moja kwa moja utendaji kazi wa figo. Na mimi kuna mambo mengi ambayo ungependa tujifunze, na kwenye comment section nasi pia tujifunza zaidi katika mada zinazokuja. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.